Kila goti litakunjwa na kila ulimi utakiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Mhukumu wake ukaribu ya kuja, kumlipa kila mmoja sawa na matendo yake. Na hii ndiyo maana ya neno Maranatha. Walikuwepo watu maarufu kuliko hata wewe. Walikuwepo matajiri kuliko hata wewe. Walikuwepo wengine warembo kuliko hata Recho. Wengine walikuwa mahandsome kuliko hata wewe. Walikuwa wazuri sana, walikuwa makalio makubwa sana. Walikuwa na matiti makubwa sana, walikuwa na vingine vizuri sana, lakini hata sasa wanalilia katika ardhi. Wamezikwa hata kupita miaka hata 10 wamezikwa tayari. Wako wapi mtu wa Mungu? Walikuwepo wengi sana waliotikisa dunia, lakini wako wapi mtu wa Mungu? Walikuwepo wakina mama wenye makalio makubwa waliotikisa wanaume kwenye akili zao, lakini mpaka sasa wako wapi mtu wa Mungu? Walikuwepo ambao waliokuwa kikata mauno kupita wengine wote, kupita hata wewe, lakini wako wapi mpaka sasa? Mhubiri anasema kwamba yaliyokuwako ndiyo yaliko, hakuna jipya duniani. Yaliyofanywa ndio ambayo tunafanya leo, hakuna lolote jipya duniani. Yote ambayo tunafanya leo yalifanywa na wengine, kwa hakuna jipya duniani hapa. Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Ni wakati wa kutengeneza maisha. Wasalimu nyote popote mlipo, ninaamini mpo salama. Jinsi ambavyo unaniona hapa ndivyo nilivyoamka. Sijanawa kinywani, sijanawa kwenye macho, sijaosha uso, sijachanua nywele. Ambavyo unaniona hivi hapa ndivyo ambavyo nimeamka kwa asilimia kubwa. Ni mida ya saa 11 usiku ama asubuhi. Ninakuja kuongea na watu wa Mungu. Ninakuja kuongea na watu wa Mungu. Dada zangu mnisikilize sana, kaka zangu na wengine wote. Mimi nimeitiwa kwa ajili ya kazi hii ya Injili. Kwa hiyo katika mazingira yote mimi nimekusha kujitoa kwa Mungu kwa asilimia zote, na niko tayari kwa lolote. Nimetishwa sana na si tu Recho na wengine wote, na wengine wanatamani kuona anguko, natamani kuona mimi nikianguka. Nimekuwa wimbo wao vinywani mwao kila siku, wakiimba wimbo umekuwa ni wimbo. Lakini Paulo anasema twadhihaki pande zote, lakini hatusongwi. Twaona shaka, lakini hatukati tamaa. Hata kama nitaona shaka, lakini sitokata tamaa ya kuendelea mbele. Katika mazingira yote nitaendelea mbele. Najua ni vigumu sana mtu kuamka asubuhi hii 11, ni vigumu sana, lakini nimeamka kwa ajili ya neno la Mungu siku ya leo. Ni usiku sana, watu wote wamelala ndani ya nyumba hii, wote wamelala, lakini mimi ndio nimeamka tu peke yangu kwa ajili ya neno la Bwana, kwa ajili ya Injili ya Bwana, Injili ya Yesu, Injili ya msalaba. Watu watubu dhambi na kuacha dhambi zao. Watu watubu dhambi, wazae matunda yapasao toba, sio toba ya vinywani tunavinashia tu hapo. No, watu watubu dhambi kwa kweli na wamuishie Mungu wa kweli aliye hai, ambaye ndiye muumbaji wa mbingu na nchi. Marekani kumekuwa na biashara ambavyo kwa asilimia zote vinavunja moyo sana. Kumekuwa na biashara ambavyo kwa asilimia zote vinavunja moyo sana. Ni biashara vya zinaa kwa asilimia kubwa. Ni matendo machafu ya vijana wa kibembe, vijana mabinti wa kibembe ambao wanayafanya ni machafu sana. Wanikalia ujinga usio na maana yoyote. Wanikalia create ma account ya ujinga, account za kupost video za ngono, video chafu za mabinti na vingine vyote vya ujinga na vya upumbavu. Mtu wa Mungu, nifuate kwa makini sana. Duniani tunaishi kwa muda. Acha kupoteza muda kwa mambo yasiyofaa. Acha kukaa kujitia busy ukiposti ujinga kila siku. Kuna wajitao kituo cha wambea. Kuna wengine wajitao sijui balaa kubwa. Na wengine wote nitawatia hapa mtaona. Watu wa Mungu, tunaishi duniani ni kwa muda. Tunaishi kwa muda. Duniani tunaishi kwa muda. Watu wa Mungu, acheni kiburi cha uzima.
tutakufa siku moja. Atubu dhambi ukarejea kwa Mungu, siku moja utakufa. Pumzi sio yako hiyo. Wewe sio mmiliki wa pumzi. Pumzi unapewa na mwenye mwenye pumzi mwenyewe ambaye ndiye Mungu aliye juu sana. Kwa hiyo pumzi mtu wa Mungu, pumzi hiyo si ya kwako hiyo. Hiyo ni ya mtu mwingine. Hiyo ni ya Mungu hiyo. Kwa hiyo unaishi kwa sababu ya neema ya Mungu, sio kwa sababu unataka kuishi. Hapana. Mungu akipenda natoa. Hata Mungu acha kiburi, acha ni ujinga ambao mnaofanya kila leo. Marekani imekuwa ni jana mdogo duniani hapa. Wabembe wamejisahau, wamekalia ujinga, wamekalia zinaa, wamekalia upumbavu usio na maana yote. Watu wa Mungu tunaishi duniani kwa muda, tunaishi kwa muda hapa duniani. Hapa si kwetu, mnekalia kuposti ujinga usio na maana yote. Mnekalia ujinga usio na maana yoyote. Mabinti ujiposti uchi, mnakwenda kujirekodi mnajiposti uchi. Visivyo na maana yoyote. Kila dhambi aifanyao mwanadamu katika mazingira yote itamletea madhara makubwa. Sikia hapa. Methali za Sulemani 5:3 nianzie pale. Mmefuata kwa makini sana. Mimi sina hila yoyote na maisha ya mtu yoyote. Hebu nianze tu 3. Maana midomo ya malaya hudondoza asali, na kinywa chake ni laini kuliko mafuta, lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga, na mkali kama upanga ukatao kuwili. Kwamba midomo ya malaya hudondoza asali, ni kweli, lakini mwisho wake ni mbaya sana. Mwisho wa kila mwenye dhambi ni mchungu sana. Mwisho wa kila tendaye mabaya ni mchungu sana. Hata kama yatakufurahisha namna gani, hata kama yatakutia moyo, hata kama yatakufurahisha katika mazingira gani yoyote, lakini mwisho wake ni mchungu. Alimadamu ni machukizo kwa Mungu, mwisho wake ni mchungu. Matendo mabaya ni machukizo kwa Mungu, na kujiposti uchi ni machukizo kwa Mungu, na kuposti utupu wa mabinti kijana, na kuposti vyovyote visivyofaa ni ubaya kwa Mungu kwa asilimia zote. Kwa hivyo kila mwisho wa kila mwenye dhambi, wa kila tendaye hila na aliye na maisha mabaya, mwisho wake ni mchungu katika mazingira yote. Hata kama yanakufurahisha, hata kama yanakutia moyo, hata kama yanakufariji namna gani, lakini alimadamu ni kinyume cha Mungu, alimadamu ayampi Mungu tukufu katika mazingira yoyote, kwa asilimia 100 yatakuangamiza tu. Maana mwisho wa dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi si dhambi ya zina tu, si dhambi ya ulevi, si dhambi ya namna gani. Dhambi yoyote mshahara wake ni zinaa, ni mauti. Maana dhambi ni kama kazi. Dhambi ni kama kazi ambayo mwanadamu anaifanya. Ukienda kwenye kampani unalipwa mshahara, na alikadhalika ukifanya dhambi, ukiendelea kutenda dhambi, mwisho wake ni mauti, na mshahara wake ni mauti kwa asilimia zote. Vijana, kumbukeni maneno haya. Kumbukeni maneno haya kwamba duniani tunaishi mara moja. Tunaishi kwa muda. Tunaishi kwa muda. Kumbukeni maneno haya kwamba duniani tunaishi kwa muda. Tunaishi kwa wakati muda mdogo sana. Furaha hiyo ya zinaa, furaha ya upotovu, furaha, shangwe za zinaa, shangwe za ujinga ni za muda kitambo tu, kidogo sana. Ya kuwa shangwe ya waovu ni muda kidogo sana. Hata kama unafurahi namna gani, hapana. Lakini shangwe ya mwovu wowote, furaha ya mjinga yoyote asiyemcha Mungu kwa asilimia zote, mwisho wake ni mbaya. Mwisho wake ni mbaya sana. Kumbukeni Muumba siku za ujana. Duniani hapa tunaishi kwa muda. Tunaishi kwa muda. Hebu kumbuka ni wangapi ambao tayari wamekwisha kupotea. Walikuwepo watu maarufu kuliko hata wewe. Walikuwepo matajiri kuliko hata wewe. Walikuwepo wengine warembo kuliko hata Recho. Wengine walikuwa mahandsome kuliko hata wewe. Walikuwa wazuri sana, walikuwa makalio makubwa sana, walikuwa na matiti makubwa sana, walikuwa na vingine vizuri sana, lakini hata sasa wanalilia katika ardhi. Wamezikwa hata kupita miaka hata 10, wamezikwa tayari. Wako wapi mtu wa Mungu? Walikuwapo wengi sana waliotikisa dunia, lakini wako wapi mtu wa Mungu? Walikuwepo kina mama wenye makalio makubwa waliotikisa wanaume kwenye akili zao, lakini mpaka sasa wako wapi mtu wa Mungu? Walikuwepo ambao waliokuwa kikata mauno kupita wengine wote, kupita hata wewe, lakini wako wapi mpaka sasa? Mhubiri anasema kwamba
Yaliyokuwako ndiyo yaliko, hakuna jipya duniani. Yaliyofanywa ndio ambayo tunafanya leo, hakuna lolote jipya duniani. Yote ambayo tunafanya leo yalifanywa na wengine. Kwa hakuna jipya duniani hapa. Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Ni wakati wa kutengeneza maisha. Wakati na muda wa kufichi maisha, wa kumtafuta Mungu ni sasa. Tengeneza na Mungu ukaishi. Na huo utakatifu ambapo hakuna atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Mathayo 3:2 maandiko yanasema hivi. Yohana alihubiri katika nyika ya Uyahudi akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sina haja ya kusoma maana tayari nimenukuu. Kwamba tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu, kumbuka ukifa leo utakwenda wapi? Utakuwa wapi milele? Maisha haya maandiko kwamba na kama jinsi watu ambao wamewekewa kufa ni mara moja tu, sio kufa mara pili. Hakuna, kufa ni mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Kila mmoja atahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Kitabu cha Ezekiel 18 nikianzia pale 18:20 Ezekiel inaanza tu pale. Ninaongea, huu ni wito wa toba, huu wito wa kutubu dhambi watu wa Mungu. Vijana wamefungua akaunti nyingi sana za ujinga, nyingi sana. Kuna kituo cha ombea, kuna balaa kubwa, kuna wezi na vingine vyote vya ajabu. Vijana, ujana ni maji ya moto. Na mimi ni kijana ambaye nimefanya mengi sana hata kupita ninyi vijana wa leo. Lakini fuateni hapa Ezekiel 18:20. Nianze pale. Maandiko kwanza yanasema hivi. Yanasema hivi. Nianze tu 18:18. Kwa habari za yule baba yake, kwa sababu aliwaonea watu kwa ukali mwingi na kumnyang'anya ndugu yake mali yake kwa nguvu na kuyatenda yasiyo mema kati ya watu wake, tazama atakufa katika uovu wake. Tena ikiwa ameuzuia mkono wake, nipande juu 17. Hebu tunaanzia basi 16. Wala hakudhulumu mtu, wala hakutoa kitu kiwekwe rehani, wala hakunyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, bali amewapa wenye njaa chakula chake na kuwafunika nguo walio uchi. Tena ikiwa ameuzuia mkono wake asimuonee maskini wala kupokea faida za ziada, naye amezifanya hukumu zangu na kuzifuata sheria zangu, hata kufa huyo kwa sababu ya uovu wa baba yake, hakika ataishi. Kwa habari za yule baba yake, kwa sababu aliwaonea watu kwa ukali mwingi na kumnyang'anya ndugu yake mali yake kwa nguvu na kuyatenda yasiyo mema kati ya watu wake, tazama atakufa katika uovu wake. Kwamba na ya kuwa alitenda baya, asakutenda jema lolote, atakufa katika uovu wake. Precho, usipotenda mema, usipogairi mabaya, ukata dhambi unayoifanya, utakufa katika uovu wako. Na wengine wote ambao mnajiposti vibaya mitandaoni, msipotubu dhambi kwa 100% zote, mtakufa katika dhambi zenu. 19 anasema, lakini ninyi mwasema, kwani yule mwana asiuchukue uovu wa baba yake? Yule mwana atakapofanya yaliyo halali na haki na kuzishika amri zangu na kuzitenda, hakika ataishi. Kwamba azishikaye amri za Mungu ndiye atakayeishi kwa 100% zote. Sasa usipoishi maisha mema duniani, usipoishi maisha matakatifu duniani kwa 100% zote, utakufa katika dhambi zako. 20 inasema hivi, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hatauchukua uovu wa baba yake, wala baba hatauchukua uovu wa mwana. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake,
na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Lakini mtu mbaya akigairi, lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi hata kufa. Bali mtu mbaya akigairi ubaya, akiacha ubaya wake na kuzishika amri zake, mfano wa kutokujiposti vibaya. Kuzishika amri za Mungu ni kutenda amri za Mungu. Hakuna kumpenda Mungu kama uzishike amri za Mungu. Maandiko yako wazi, wote wanipendao anipendaye uzishika amri zangu. Kwa maneno sasa, usiposhika amri za Mungu haumpendi na haujaokoka kivyovyote. Kwamba usizini, kwamba usiibe, kwamba usitamani na vingine vyote. Mama mfano hayo, kuishi maisha mema. Ukigairi na ukate ubaya wako mbona ufanya, utaishi na wala utakufa. Dhambi zake zote alizozitenda hazitakumbukwa juu yake hata mmoja wapo. Katika haki yake aliyoitenda ataishi. Kwamba baada ya kugairi dhambi, baada ya kuamua kumfuata Yesu, dhambi zote ambazo ulizifanya hazitakumbukwa, zitafutwa, hazitakumbukwa. Haki yako uliyoitenda, uliyoifanya kwa Mungu, hakika hautakufa, utaishi kwa haki yako. Kwa mtu Mungu, hata dhambi, gairi dhambi. Duniani tunaishi kwa muda, tunaishi kwa wakati, tunaishi kwa dakika duniani hapa. Tubu dhambi ukarejea kwa Mungu. Ujana huo hauna faida yoyote. Faida ya ujana, faida ya maisha mabaya, hakuna faida kwa asilimia zote. Hakuna faida kwa asilimia zote. Ni kweli wenda utaona faida, lakini faida hiyo sasa ni katika jehanamu wakayo moto na kibiriti kwa asilimia zote. Kwa kijana, mkumbuke Muumba siku za ujana wako maadamu unaishi. Kuna kuja nyakati ambazo utatamani utamtafuta Mungu, lakini hautampata. Yako wazi maandiko, nao watanitafuta kwa bidii wasinione. Mtu wa Mungu, wakati wa kutubu dhambi ni sasa. Wakati wa kumkumbuka Muumba ni sasa, na sio kuposti ujinga mitandaoni kila leo. Binti, na sio kujiposti ujinga kila leo. Kumbuka Yesu. Yesu anakupenda sana. Alijitoa nafsi yake kwa sababu yako. Mungu alimfanya kuwa laana. Aliyekuwa hajui dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Watu wa Mungu, tunaishi kwa muda. Tunaishi kwa muda. Mimi ni kijana ambaye nimefanya maovu hata kuliko hata nini, lakini mpaka sasa nimeamua kujitia mbali na yote. Watu wa Mungu, watu wa Mungu, tunakuelekea sio pazuri. Na wasieni sana. Ni mengi mnayofanya mitandaoni yaliyo maovu sana. Wale wa Tanzania, wale wa Marekani. Ujinga mwingi sana. Nafungua akaunti za kujiposti ovyo, kutikisa makalio, utafikiri sipendi kuongea sana. Nimetumwa kuongea yaliyo kweli katika hata kama itanigharimu uhai, hata kama itaniondolea uhai, lakini nikaongea ukweli uliopo, kwamba asiyetubu dhambi atakufa wala hataishi kivyo vyote vile. Furaha ya dhambi ni ya muda kitambo tu. Ayubu 20:5 pale. Ayubu 20:5 anasema hivi: ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu. Hujapopanda ukuu wake mpaka mbinguni, na kichwa chake kufikiria mawinguni, hata hivyo ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Hao waliomuona watasema, yuko wapi? Ataruka mfano wa ndoto asionekane. Naam, atafukuzwa kama maono ya usiku. Sipendi kuongea sana kwamba shangwe ya watu wabaya ni amda kitabu tu. Watu wa Mungu, dhambi, furaha ya dhambi, watu wa Mungu, ni amda kitambo tu. Hebu tuangalie mfano mmoja hapo wa kijana ambaye alifanya maamuzi
mfano mmoja ambao niende kumaliza. Ibrania 11, Hebrews 11 nikianzia 24 pale niende kumaliza. Anasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. 25, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazama hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amwoneaye asionekana. Bwana asifiwe sana. Musa aliamua kumfuata Mungu, asiangalie hazina za Misri, asiangalie utajiri wa Misri, asiangalie unamfurahisha namna gani, asiangalie mabinti walioko Misri na wengine wote na vingine vyote. Akafanya maamuzi ya kumtafuta Mungu. Watu wa Mungu, tunaishi kwa muda duniani hapa, tunaishi kwa muda. Fanya maamuzi kama alivyofanya Musa, kaamua kujitoa kwa Mungu. Asihesabu hazina za Misri, bali aliamua kujitoa Misri katika nyumba ya utumwa. Maana pale alikuwa amejipatia nafasi kubwa sana. Kama kujitoa huko, naamini hata nawe unaweza kujitoa huko pamoja na msaada wa Mungu. Wakati ndio huu wa kutubu dhambi. Rejea, utazamie msalaba. Toba, tubu dhambi, acha dhambi. Dada yangu, kaka yangu, acha dhambi, ukamwishie Mungu aliye hai. Sipendi kuingia sana. Yeremia 7:3 anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu mhukumu wa haki yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake, sawa sawa na kazi yake. Na hii ndio maana ya neno maana.